Na mtazamaji, sasa nataka nikupeleke moja kwa moja kule kaunti ya Taita Taveta ambapo naungana na mwenzangu Nancy Okware kule mazungumzo ya vizazi tofauti ama ukipenda transgenerational conversation, na tupatie taswira kamili ya masuala ambayo yanazungumzia kule. Kwako Nancy Okware. Na asante sana mwenzangu Halid Abdullahi ukiwa kwenye studio. Tunakujia kwa njia moja kwa moja kutoka katika eneo la Voi County ikiwa ni Taita Taveta, na ni hapa ambapo awamu ya 6 ya mazungumzo baina ya vizazi itakuwa inaandaliwa. Mazungumzo hayo yatakuwa yanang'oananga mwendo wa saa 1:30 hadi saa 3 katika jumba la Dan Mwazo, na bila shaka mtazamaji, ni mazungumzo ambayo yanaletwa kwako kwa ushirikiano baina ya shirika la utangazaji humu nchini KBC na vilevile tume ya uwiano humu nchini NCIC, Koika na vilevile UNDP. Na basi kabla yale mazungumzo ambayo yatakuwa yanang'oananga mwendo wa saa 1:30, ningependa tu kuzidi kuzungumza na wale washikadau mbalimbali ambao watakuwa wanahusika katika haya mazungumzo. Na sasa hivi naungana naye Bwana Kilian Nyambu ambaye ni naibu mkurugenzi wa masuala ya elimu na umma kutoka katika tume ya NCIC. Shukrani sana kwa kujiunga nasi. Utatueleza tu kwanza kwa kifupi mazungumzo haya yanapotarajiwa kuanza, wananchi watarajie nini? Naam, wahenga huo wanasema mwanzo wa mafanikio ni maongezi. Kwa hiyo kimaksud tunatoa fursa katika mazungumzo ya siku ya leo kutoa nafasi kwa wale vijana pamoja na washikadau katika sekta mbalimbali kuja pamoja, kwanza kutathmini hali ya amani na uwiano katika gatuzi hili, na vile vile kuangalia ni masuala gani ambayo pengine yanaweza kuchangia katika kuvuruga amani na uwiano, ili waweze kuwa na mikakati ya pamoja ya kimakusudi kwa ajili ya kusaidia kwamba wananchi wanaweza kuishi katika uwiano, wananchi wanaweza kuishi katika njia ya kuelewana kwa sababu ya kuendeleza maendeleo ya maisha yao ya kila siku. Naam. Hivyo basi ni mengi ambayo tunatarajia wakati huo, na tumekuwa tukizunguka katika kaunti mbalimbali. Hii ndio kaunti ya 6, kaunti ya Taita Taveta. Unapoangalia katika eneo hili, unahisi changamoto ni zipi ambazo zinafanya kuwe na pengine ukosefu wa amani, na ni juhudi zipi ama mikakati ipi ambayo NCIC imeweka kuhakikisha angalau kuna zile juhudi za kuhakikisha kuna amani? Naam, kiujumla gatuzi la Taita Taveta hatuwezi kuliweka katika yale magatuzi ambayo yana changamoto kubwa mno kiasi cha kwamba kumekuwa na vurugu, ukosefu wa usalama ama hata umwagikaji wa damu. Lakini hiyo haimaanishi kwamba hakuna changamoto ambazo kwa namna moja ama nyingine zisiposhughulikiwa zinaweza kuvuruga uwiano na amani iliyo katika gatuzi hili. Mengi of course tutayasikia kutokana na wahusika ambao watakaokuwa huku, lakini kwa ujumla tukiangalia katika ile midani ya kitaifa, baadhi ya masuala ambayo pengine yanaweza kuwa kero kwa wananchi wa sehemu hii yanahusiana katika swala la pengine ugavi wa rasilimali zinazotokana na mbuga za wanyama ya Taita Taveta, hii ya Tsavo. Vile vile kumekuwa na hisia kwamba baadhi ya mapato yanayopatikana hapa pengine yangeelekezwa katika kukuza maendeleo kama vile inavyofanyika sehemu ya Narok, sehemu ya Kajiado, kwa Masai Mara, Amboseli na kadhalika. Kwa hivyo lakini wananchi wenyewe watatuambia. Vile vile pengine kumekuwa kidogo na masuala ya kero kati ya uhusiano wa jamii na wanyama pori, tukijua kwamba asilimia karibu 70 ya gatuzi hili iko ndani ya mbuga ya Tsavo, na hasa wakati wa ukame, wakati fulani tunapata wanyama pori wanatoka katika mbuga pori wakielekea mahali wananchi wanapoishi. Kwa hiyo kumekuwa na mzozano wa namna kama hiyo. Alafu vile vile pia kuna masuala yanayoibuka wakati mwingine, masuala ya ardhi, na Taita Taveta sio sehemu peke yake, ni kama vile sehemu zingine za Kenya. Lakini vile vile kuna tatizo sugu la mali asili, hasa madini yanayopatikana katika gatuzi hili, namna vipi ambavyo yanaweza kuwafaidisha wakazi wa jamii hii. Kwa hiyo tunatarajia baadhi ya haya na mengine mengi. Vile vile swala la ajira, hili ni swala ambalo linajitokeza kila mahali. Kwa hiyo tunatarajia pengine vijana watakapokuwa hapa watakuwa wakijaribu kuuliza nafasi yao katika masuala ya ajira na kujitegemea na kujiendeleza yatakuwa namna gani. Hasa kwa upande wa tume, kuna baadhi ya mikakati ambayo tunajaribu kufanya kuhakikisha kwamba hali ya utulivu, hali ya uwiano inaendelea. Moja ni mazungumzo kama haya,
kwa sababu hii inapatia watu fursa ya kuweza kutoa kero zao, na vile vile wakizungumza na wale washikadau ama wale wanaosimamia sekta mbalimbali za serikali ya kitaifa na ya ugatuzi, mashirika ya kijamii na mashirika yasiyo ya kiserikali, wanaweza kupata ufumbuzi. Lakini vile vile pili, kama tume katika hali ya kugatua huduma zetu, vile vile tumeweza kutuma maofisa wetu ama katika ukanda huu wa Pwani na vile vile katika gatuzi la Taita Taveta ili waweze kuwa karibu sana na wananchi. Lakini mbali na hiyo, kumekuwa vile vile na programu kadha wa kadha. Kumekuwa na hamasa za kuhamasisha kina mama, vijana na viongozi katika siku za nyuma, ili yale wanayotekeleza waweze kujua kwamba yanaweza kuchangia ama kuendeleza amani ama kupotoa amani hiyo katika sehemu hii. Na vile vile katika hali ya kulinda, kuhakikisha kwamba tunakuwa na amani ya kudumu, gatuzi hili limekuwa mstari wa mbele katika vile vilabu vya amani, ambapo watoto wengi sana wameweza kuhamasishwa, kuhusishwa katika kuweza kuchukua majukumu ya kushawishi wazazi wao, kushawishi wenzi wao, vijana wenzao, katika swala la kuendeleza amani pamoja na uwiano. Naam. Na asante kabisa. Bila shaka mtazamaji, huyo ni Kilian Nyambu ambaye ni naibu mkurugenzi wa masuala ya elimu katika tume ya NCIC, na bila shaka tunazidi tu kujiandaa kwa yale mazungumzo ambayo yatakuwa yanang'oa nanga mwendo wa saa 1:30 hadi saa 3 kuzungumzia tu amani, awamu ikiwa ni ya 6 kaunti ya Taita Taveta. Lakini kwa sasa hivi na urejesha usukani kwako Halid Abdullahi kwenye studio.